ni siri iliyoko baina wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwenye kuwa na ikhlas anakuwa yara binurillah, unakuwa mtu mwingine. Hakuna kitu chenye nguvu na chenye karama kama ikhlas. Unaweza kuoneshwa mambo mwingine asione. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi jalla fi ulah, faqad faza almuttaqun. Wa'lamu da'iman anna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Ikhwata al-iman, bila shaka kila Muislamu anajua kwamba kuna mgeni anakaribia kuja kututembelea, na bila shaka kila mtu anapokuwa na mgeni muhimu, mgeni ambaye sio mara kwa mara anakuja, anachukua muda, mgeni ambaye ni mwema, mgeni ambaye unayompenda, bila shaka utakuwa na maandalizi unapopata habari kwamba mgeni wako anakuja kutembelea. Kama ni nyumba yako haijakaa vizuri, utafanya bidii kuitengeneza ili mgeni yule atakapokuja anakuta nyumba yako iko vizuri. Ikiwa hujajiandaa kwa njia ya kumkaribisha katika kumhudumia vyakula atakavyokula, bila shaka utapanga kwamba akija mgeni wangu nitamlisha chakula hiki na hiki. Kama hujapanga nitamtembeza wapi mgeni huyu, bila shaka utafanya bidii ili umwandalie maandalizi yake katika matembezi utakayomtembeza, mpaka uhakikishe kwamba mgeni huyu atakaporudi atafurahi na ataondoka na sifa zako kemkem ya kwamba umemhudumia vilivyo. Hutoridhika kwamba mgeni aje mzuri unempenda, alafu akija apate mambo yasiyomfurahisha kwako. Hilo bila shaka hutolikubali hilo. Huyo ni mgeni tu labda wa kibinadamu. Je, mgeni ambaye ataondoka na sisi, akiondoka na kuja kuchukua amali zetu ambazo kwamba tutakazozifanya, na yeye kesho atakuwa na shahidun lana, itakuwa ni shahidun, ni shahidi wetu wa kutushuhudilia amali tulizozifanya. Kwa hivyo inahitaji tumwandae kiasi gani, ndugu zangu. Haitakiwi kabisa kwa Muislamu kujua kama kuwa tumebakisha masiku na mawiki tu kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na akawa mpaka sasa yeye ndani ya moyo wake hamna chochote kuhusiana na jambo hili. Sasa mimi leo katika khutba hii nasaha kwa wafungaji, ndio mada yangu ambayo kwamba nitakuwa nayo biidhnillahi tabaraka wa taala. Nasaha kwa mfungaji. Tutanusihiana vipi? Tutapeana vipi wasia kuhusiana na jambo hili zito na habari hii kubwa inayokuja mbele yetu kama Waislamu? Ni zipi nasaha ambazo kwamba tutakikana tupeane kabla ya kuja mgeni huyu? Sitokaa mimi nikasubiri mpaka mgeni akaingia ndio sasa tuanze kunasihiana, tumkaribishe vipi, tumwandae vipi. Nasaha zangu ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie tuweze kufaulu katika kuutumia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitufikisha. Na kabla ya yote tunamuomba kwa dhati, kama alivyotufikisha katika Shaaban, vile vile atufikishe katika mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu mambo yote ni yake. Na usione kwamba pako karibu ukaona umshafika. Hakuna anayejua mpaka sasa nani atawahi na nani hatowahi, lakini tunamuomba kwa dhati kwa wakati huu mtukufu na mahali patukufu hapa,
atawilishe umri wetu insha Allahu taala, tuweze kupata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, nasaha ya kwanza ambayo tutapeana sisi kuhusiana namna ya kukabiliana na mwezi huu, lazima sote tuweke nia madhubuti katika nyoyo zetu, nia ya kuwa tutaufanya huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa sisi kuvuna thawabu na kutenda mambo ambayo yatakayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwe na ikhlasu nia, hii ndio kitu muhimu sana. Sote tuwe na nia njema, tusianze katika nafsi zetu kuhisi kwamba sasa mwezi waja huo, haya ushamaka sasa, ushaona zile starehe zangu zote ambazo kwamba ilikuwa nazifanya zitaondoka. Maana kuna wengine tayari ndani ya nyoyo zao washaingia kitu kinachoitwa kusinywa na kuchukiwa. Wanaona huu mwezi kama ni jela, wanaona huu mwezi ni kama adhabu, wanaona huu mwezi kama ni mateso yanakuja. Sasa kama labda moyo wako una nia hiyo, una fikra kama hizo, ziondoe ndugu yangu Muislamu, kwa sababu hatari yake Mwenyezi Mungu anakuchukua kwa nia na amali, kama tulivyoambiwa kwamba Allah jalla jalalu anazingatia nia ya mtu vile ilivyo. Hadithi maarufu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bwana Mtume anasema hakika amali zote zinazingatiwa nia, na kila mmoja atakwenda kulipwa kulingana na ile nia yake yule mtu alivyoiweka juu yake. Katika hadithi al-Qudsi, Allah jalla jalalu anasema, mimi naenda kulingana na dhana ya mja wangu kwangu, ana inda dhanni abdi bi. Vile utakavyodhania ndivyo Mwenyezi Mungu anachukua nia yako, na hakuna mahali ambapo Allah anapatizama kwetu kama ndani ya nyoyo zetu. Hadithi ya Abi Huraira anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, Allah haangalii miili yenu iko vipi wala sura zenu ziko vipi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Lakini Allah anaangalia vipi nyoyo zenu ziko vipi, na anaangalia matendo yenu mtayatenda kivipi. Sasa hapa ndio mahali ambapo sote yatakikana tupashughulikie sana katika nyoyo zetu, tuhakikishe kwamba nia yetu iwe ni ikhlas, kwamba tutaufunga mwezi huu insha Allahu taala kwa ajili ibtighaa mardhatillah, kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio tufunge kwa sababu ya kufuata wimbi. Maana kuna baadhi yetu watafunga, lakini anafunga kuona hii ni Ramadhani na watu wanafunga, wacha mimi nifunge tu, nikitofunga nitaonekanaje? Hiyo nia kama itakuwa ni hiyo, basi ni nia mbaya sana. Usifunge kwa sababu ya kufuata wimbi la Waislamu. Funga kwa sababu ya kwamba ujue hii ni amri umeamrishwa, na ujue faida itarejea kwako kwa malipo utakayolipwa, na ukitarajia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataridhika na kufurahishwa na mimi kumtendea jambo hili, na malipo yananisubiri makubwa. Hii ndiyo nia ambayo yatakikana sote tuwe nayo madhubuti katika nyoyo zetu. Ikhlasi ni kitu kikubwa sana, na ikhlasi ndugu zangu, an taqsuda bi'amalika wajha Allahi wahda, ni wewe maana yake ukusudie amali zako zote kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu peke yake. Hiyo ndo maana ya ikhlas, sio kwa ajili ya lengo fulani wala lengo fulani. Au pengine unafunga kwa sababu
dokta amekwambia kwamba uzani wako umekuwa mwingi, kwa hivyo sasa hivi itahitaji wewe upunguze mwili, ukasema wacha nifunge au nitafunga kwa ajili nifanye diet, mwili wangu upunguke, litakhfifu wazan, ili upate kukhafifisha uzito wako. Kama ukawa kama yule bwana aliyekwenda nchi za nje kwa ajili ya matibabu, kifika kule akatikikana afanyiwa operation, daktari akamwambia siwezi kufanya operation kwa sababu mwili wako ni mwingi sana, kwa hivyo itabidi nikupatie baadhi ya dawa fulani na maelekezo fulani ili ufanye, ili mwili upate kupungua, ufanye zoezi, ufanye kadhaa, utumie. Yule bwana akamwambia daktari, huna haja kunipa dawa bana, mimi najua bana zoezi hilo tutalifanya wapi na najua mwili huu nitaupunguza vipi, usiwe na wasiwasi. Ilikuwa Ramadhani bado kidogo ifike kama hivi ilivyo, wiki moja mbili. Basi Ramadhani ilipoingia, ule bwana akawa anafunga, na ikifika wakati wa kufuturu anakula chakula kidogo tu. Baada ya Ramadhani yule bwana amekwisha kabisa, mwili umemalizika, amerudi katika hali nzuri. Akarudi kwa dokta wake. Dokta alipompima akamwangalia akasema, kwa hakika kuna jambo limenifurahisha, kama kana kuwa umesikiliza maelekezo yangu na maagizo yangu, japo uliniambia mimi wewe niache tu, lakini naona umetekeleza vile ninavyotaka. Ulitumia dawa gani wewe na ulikataa kuchukua dawa zangu? Ulifanya nini wewe? Au dokta gani mwingine alikupa maelekezo haya? Yule bwana akamwambia, dhahabtu ila tabibi yusamma Ramadhan, mimi nilienda kwa daktari anaitwa Ramadhani, ndiye alionitibu mpaka mwili ukafikia hivi nilivyo. Yule daktari akamuuliza, dokta huyu yuko wapi? Akamwambia, usipate tabu, Ramadhani huyu si jina la mtu, huyu maana yake ni mwezi ambao sisi Waislamu huwa tunafunga. Kwa hivyo uliponiambia tu mimi nipunguze mwili, nilijua mahali pa kupunguza. Hivi ninafunga huu mwezi wote, akili yangu mimi iko vipi, mwili wangu utapungua tu. Yule daktari akamwambia, nani aliyofundisha mafunzo haya? Akamwambia, mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Yule daktari akasema, hakuna budi, lazima huyo mtume wenu awe ni mtume wa haki, na mimi naona hii ndio dini ya haki. Ikawa sababu yule daktari kusilimu. Lakini tizama, yeye hakufunga kwa ajili ya Allah, alifunga kwa ajili apunguze mwili. Sasa malipo yake yatakuwa ni kwa ajili hiyo tu. Wala huwezi changanya amali mbili mara moja ukasema ati mimi nafunga kwa ajili ya mwili vile vile nafunga kwa ajili ya Allah. La, funga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa watakana hayo yatakuja tu automatic, yenyewe yatafuatana, lakini usichanganya kwa ajili ya Allah na kwa ajili wengine. Kama kuna bwana mmoja siku nyingine alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, Rasulullah, inni usalli li ajli Allah wa usalli liyaqula an-nasu anni usalli, mimi nasali kwa ajili ya Mungu vile vile na naswali, nataka watu pia wapate sema, wajue kwamba mimi naswali pia. Sasa je, hukumu yangu nini? Mimi nitalipwa kweli kwa naswali kwa ajili ya Mungu, lakini pia naswali kwa ajili ya watu wapate kujua mimi naswali, waseme hilo. Mtume kabla hajajibu, Jibril akashuka na aya ya mwisho katika suratul Kahfi. Mwenyezi Mungu akasema, faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan, faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Aya ndefu imeanzia mwanzo, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid
faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Allah jalla jalalu akasema, faman kana yarju liqaa rabbih, yule anayetaka kwenda kukutana na Mola wake siku hiyo ya Kiyama akiwa safi kabisa, akipokelewa vizuri kabisa, anayetaka kwenda kukutana na Mola wake akubaliwe matendo yake anayoyafanya, falyamal amalan salihan, kwanza amali zake afanye amali njema, kisha hizo amali njema akizifanya, wala yushrik biibadati rabbih ahada, sharti ni kwamba usishirikishe yoyote katika ibada au chochote katika ibada ya Mwenyezi Mungu yoyote yule, kwa maana ya chochote kile kingine. Ibada yako yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho isiwe na ushirika ya mwingine, iwe ya Allah jalla jalalu. Hapo kweli utakuwa umefanya ikhlasi inavyotakiwa. Na hili ndugu zangu ndilo lengo la sisi tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Sisi hatukuletwa hapa kuabudu, isipokuwa sisi tumeletwa tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ikhlas. Ninyi mnajua suratu Al-Bayyina, Mwenyezi Mungu anasema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Kana kwamba Mwenyezi Mungu asema, nyinyi hamna jambo lingine lolote mloloamrishwa isipokuwa ni moja tu. Jambo lenu liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, nyinyi mmeamrishwa kumwabudu Allah lakini kwa ikhlasi ya hali ya juu, kumtakasiriza dini yake na matendo yake yasifanywe kwa ajili ya mwingine yoyote yule, iwe kwa ajili ya kuridhisha Mwenyezi Mungu peke yake. Mukhlisina lahu ad-din hunafa, tujiepushe na kila aina ya ushirikina na kila aina ya upotofu. Wa yuqimu sala, tusimamishe sala. Wa yutu zaka, na tutoe zaka. Wa dhalika dinul qayyima, Allah anasema, na huyo mwenye kufanya hayo, hiyo ndio dini ilosimama barabara madhubuti. Kama unataka kujua wewe una dini ya kisawasawa au una dini ya kipuzipuzi, tizama katika ikhlasi yako. Wewe ukifanya mambo unafanya kwa ajili ya Mungu tu, au unataka tu labda sifa au kujionesha, au kwa ajili ujulikane na wewe ni mmoja wapo wanaofanya? Sasa ikiwa amali zitakuwa zafanywa kwa lengo la wengine, hizo amali zinabomolewa. Mwenyezi Mungu jalla jalalu hakubali kabisa matendo ambayo anafanywa yeye na kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu sote kabla ya Ramadhani kuingia tusafishe nia zetu, ikhlas ipatikane katika nyoyo ya kwamba tutaufunga biidhnillahi taala kwa ajili moja tu, kumridhisha nani? Kumridhisha Allah jalla jalalu, si kwa ajili ya kufuata watu, wala si kwa ajili na sisi tuonekane tumefunga, wala kwa ajili ya kwa sababu lile wala lile wala lingine lile. Na tufungue nyoyo kuanzia sasa kupokea huu mwezi kwa furaha, maana wengine tayari wanaanza kujenga hoja ndani ya nafsi yake, mimi naona mwezi huu mara hii sijui kama nitafunga au sifunga, maana najisikia nina alsa hivi. Mwingine anaanza kusingizia vijigonjwa gonjwa, mwingine anasema daktari aliniambia bwana, wewe sukari yako iko vibaya sana. Kwa hiyo sasa anaanza kujenga hoja ili nini? Apate sababu ya kukwepa. Mshairi asema, in khada'ta an-nasa fala tastati khida'a man yatwi wa man yanshuru, Allahu ya'lamu ma tudhmiru wa ma tukhfi wa ma tudhiru. Allah anajua yaliyoko ndani ya moyo wako, umepanga nini, na yale yalofichika ndani anayajua. In khada'ta an-nasa, ukiwa utadanganya watu unaweza kutudanganya sisi. Kwani wangapi Ramadhani wengine hula saa mchana, akafuta midomo, kisha akatoka akaja msikitini na shingo akailegeza hapa na akatoa na uradi, ashhadu an la
ilaha illa Allah nastaghfirullah, mpaka mwisho uradi. Akaleta uradi mrefu, kisha akimaliza kwanja, waionaje Salimu saumu ya leo? Kali kumbe tumbo limejaa sima tele. Wako hao. Sasa wewe kama utamdanganya Allah, Mwenyezi Mungu anajua kama wewe unafunga kweli au unadanganya watu. Huwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Ya'lamu ma fi sudur. Mwenyezi Mungu anajua mpaka yaliyomo ndani, yale yaliyofichika ndani kabisa ya moyo wako. Anajua wewe kweli ni mfungaji kwa ajili yake au unababaisha. Kwa hivyo ili tusipate hasara, ndugu zangu, nia na ikhlasi ni kitu muhimu sana, na ikhlasi yako ina nguvu sana na nia yako. Yaweza hata usiweze kufunga mwezi wa Ramadhani na Allah akakulipa malipo ya kwamba umeufunga mwezi kamili kwa nia yako. Umeweka nia kwamba insha Allah taala nitaufunga mwezi kwa ajili ya Allah, mara ukashikika na ugonjwa fulani usiweze kuufunga kwa ile nia yako, Allah jalla jalalu anakuandikia umeufunga, japo kwamba baadaye utakuja lipa. Kama haweza kulipa, kama ni mzee hawezi kulipa, atalipiwa kibaba, lakini kwa sababu ya ile nia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa malipo yako. Inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, Allah hapotezi kabisa malipo ya wema. Hilo jua kabisa nia yako. Ndio imekuja hadithi Jabir bin Abdullah katika Riyadhus Salihin. Jabir bin Abdullah anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ghuzatin, siku nyingine tulikuwa na mtume katika baadhi ya vita fulani. Faqala, bwana mtume akatoa maneno akatuambiaje? Inna bil madinati la rijalan, huko Madina tulikotoka kuna watu huko tumewacha. Nyinyi hamutopita katika jangwa lolote lile, wala nyinyi hamutoshika barabara yoyote ile, isipokuwa kanu ma'akum, hao watakuwa pamoja ninyi. Ma salaktum wadiyan, hamutopita katika jangwa lolote. Wama sirtum sayran, wala hamtaenda mwendo wote ule, illa kanu ma'ahum, isipokuwa hao watu wako na nyinyi sambamba, na hawapo hapa. Kwa nini? Bwana mtume akayafungua maneno wazi, akasema habasahumul maradhu, kilichofanya wasiweze kuwa na nyinyi lakini wako na nyinyi kwa malipo ni sababu maradhi yamewafunga, hawakuweza kuja hapa, lakini nia zao zilikuwa madhubuti. Wa fi riwaya, na riwaya nyingine akasema illa sharakukum fil ajr, isipokuwa wao kila mlilolifanya wameshirikiana na nyinyi katika ujira, kwa sababu ya kuwa nia zao zilikuwa ni nia nzuri sana. Kwa hivyo ikhlasi ina nguvu sana, ndio kaambiwa niyatul mu'min khairun min amali. Mara nyingi inakuwa nia ya muumini ni bora hata kuliko kitendo chenyewe. Ile nia ya unapoitia kwa nguvu, na ikhlasi ni siri kubwa, ndio Allah katika tukichinja wale wanyama siku za Eid asema zile damu hazimfikii yeye wala nyama haimfikii yeye. Si nyama tunakula sisi, damu itamwagika chini. Kitu gani kinachomfikia yeye? Ni ile takwa na nia zetu. Lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, ile takwa ambayo itakuwa katika sisi. Na hii ikhlasi ni siri baina wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi al-Qudsi Allah anasema al-ikhlasu sirrun min asrari, ikhlasi ni siri katika miongoni mwa siri zangu, ni siri miongoni mwa siri zangu. Auda'atuhu qalbun man ahbabtu min ibadi, mimi naiweka ikhlasi kwenye moyo ninayempenda katika waja wangu. Lam yatlu alayhi malakun fayaktubu, hata malaika mwenyewe hajui ikhlasi yako ikoje, wala shaytanu yufsidu, wala shaytani hajui. Ni siri iliyoko baina wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwenye kuwa na ikhlas
anakuwa yara binurillah, unakuwa mtu mwingine. Hakuna kitu chenye nguvu na chenye karama kama ikhlas. Unaweza kuoneshwa mambo mwingine asione. Unakuwa wewe hutumii tena pawa yako wewe kama binadamu, Mwenyezi Mungu anakupa pawa yake. Ukisoma hadithi nyingine sahihi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtaisoma Kiswahili ili mpate kuelewa haraka. Anasema Mwenyezi Mungu kwenye hadithi hiyo, mja wangu hajanikaribia mimi kwa mambo yenye kunifurahisha na ninayoyapenda kuliko kunifanyia yale mambo nilomfaradhishia yeye. Akinifanyia mambo ambayo mimi nimemlazimisha kama kufunga Ramadhani, kama swala, mimi huyo mja wangu unifurahisha sana. Na hatoacha mja wangu yatakarabu ilayya bin nawafil, kunikurubia kwa ibada nyingine za sunna, hata uhibba, paka mwisho mimi humpenda mja wangu. Fa idha ahbabtu, mkisha mpenda, kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, sasa inakuwa mimi ndio masikio yake anayotumia kusikiliza mambo. Wa basarahu alladhi yubsiru, kisha mimi ndo ninakuwa macho yake anayotumia kuonea mambo, na mkono wake anaotumia kwa kazi zake, mpaka viungo vyake vyote namwekea uwanja mzuri wa kumsikiliza analoomba nimpe. Unakuwa waliyu min awliya illahi kwa jambo hili la ikhlas. Unapewa paka karama, unafanywa mambo mazito mazito ya karama. Ndio katika zama za Umar bin Khattab alipokuwa khalifa, Sayyidina Ali bin Abi Talib siku moja aliota ndoto mzito sana. Ali bin Abi Talib aliota ameswali nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya swala akitoka msikitini, mlangoni akampata mwanamke amesimama na tende ana boksi la tende, anasubiri anayetoka ampatie, apelekewe Amirul Mu'minin Umar, apelekewe Mtume sallallahu alayhi wasallam apate kuwagawanyia watu. Ali bin Abi Talib anaelezea alipotoka baada ya kuswalisha na Mtume, mlangoni akampata mtu amebeba tende, akampatia ampe Mtume ili agawanyize watu. Asema nikachukua tende ile nikampelekea Mtume. Nilipompelekea Mtume akachukua tende moja akanipa, akanitilia mdomoni. Sasa nilipokuwa na ila, niliposikia ule utamu, nikamwambia zidni ya Rasulullah, mbona tende hizi tamu namna, hebu naongeze nyingine. Kule kutaka kuniongeza nyingine, mara pap nikainuka, ndoto ikaimisha, sikuwahi kuongezewa ya pili. Sema pale pale nikiinuka nasikia fajiri inaadhiniwa, mbio nikaenda msikitini. Nikifika Umar bin Khattab anaswalisha. Kule kwenye ndoto ilikuwa ni Mtume anaswalisha. Nikaswali na Umar bin Khattab. Baada ya swala anatoka nje, namkuta mwanamke na boksi la tende, ananiambia chukua hili mpatia Umar agawanyie Waislamu. Nikalichukua nikampelekea, na huku nafikiria ile ndoto yangu mbona kama kwamba inakuwa kweli. Nikampelekea Umar. Umar akachukua tende moja akanambia, Ali, anza na wewe. Akanitilia mdomoni mwangu, potia ndani ya mdomo, nikaanza kusikia utamu. Nikamwambia zidni ya Umar, hebu niongeze nyingine, nasikia iko tamu kweli. Umar akanambia, lau zadaka Rasulullah la zidna, lau kama Mtume ingekuzidishia tende nyingine, na sisi tungekuzidishia tende nyingine. Ali akamwambia Umar, atala'ta al-ghaib aruya hadhihi, ile ndoto niliyota mimi wewe pia umeiota au umepata habari za ghaibu? Umar amwambia, la, sikuota wala sikupata habari za ghaibu, mimi sio nabii. Lakini Ali nakwambia, man akhlasa qalbahu lillah yara binurillah. Ali mwenye kuwa na ikhlas katika mambo yake kwa ajili ya Allah, huyo mtu ataoneshwa mambo kwa nuru ya Mwenyezi Mungu. Kwa mambo ambayo yeye mingine hayajui. Hii ni quwwatul ikhlas ya Ali,
nimeonyeshwa hii. Na kama hilo labda unalishangaza, angalia Umar, soma katika vitabu vya ilmu kama vitabu Dalailun Nubuwa wa Imam al-Baihaqi wa Abu Naim, alivyoelezea maimamu hawa katika karama alizokuwa nazo Umar bin Khattab. Anasema siku nyingine ilikuwa yuko juu ya mimbar kama leo Ijumaa, anatoa khutba Umar. Mara katikati ya khutba anasikia anaikata khutba yake, anasema Saria aljabal, aljabal Saria, jabali hilo, jabali hilo, jabali hilo, mara 3. Watu wote pale msikitini wakashangaa, mbona khutba imetoka kwenye mada kabisa, mbona Umar anazungumza vitu ambavyo sisi hatuelewi. Sasa yomwambia Saria, kumbe Umar ilikuwa amepeleka jeshi sehemu za Iran. Kamanda wa jeshi lile na kiongozi ilikuwa ni Saria, amemwambia wewe ndio utakuwa unaongoza jeshi. Sasa walipofika kule wakazidiwa kule, maadui wakawa wamewazidia, wanawapiga. Mara Saria yuko Iran, Umar bin Khattab yuko Madina juu ya mimbar, amwambia Saria aljabal, aljabal. Batu baada ya swala anamuuliza Umar, mbona leo umetushangaza sana kwenye khutba yako, tunaona umetoka umezungumza vitu ambavyo hatukuvijua. Umar anamwambia subirini, maana sije nikasema mimi mkasema vingine. Kukasubiriwa. Baada ya muda akatuma mmoja katika wafuasi waliokuwa wamefuatana na jeshi lile. Saria akamtuma kama nenda paka Madina, akamwambia Amirul Mu'minin, kamwambia Amirul Mu'minin habari zetu. Umar amekaa na sahaba, mara anakuja aliyetumwa amwambia Amirul Mu'minin mbele ya watu. Amirul Mu'minin, ilikuwa sisi tumepatikana kumalizwa na maadui, na ilikuwa sisi hatuna mbinu ya kuweza kutoboa na kushinda vita hivi, lakini tumeshukuru sana, umetufaa sana Amirul Mu'minin kwa sauti yako. Tumeisikia sauti yako sisi. Sari anakuambia ameisikia sauti yako uliposema aljabal, tuingie katika jabali. Kumbe Umar alikuwa anawadirect kwamba hapo mulipo ondokeni, nendeni kwenye jabali, mulipe mgongo, ndio mtaweza kushinda vita hivi. Wakasimama pale, ndio wakaweza kushinda vita kama vile. Aliyekuja akaja akasema haya, amwambia Amirul Mu'minin, sauti yako tumeipata kule, sisi unatuongoza tukiwa katika jeshi. Tizama Umar yuko wapi? Yuko Madina, azungumza na watu wako wapi? Wako Iran. Sio leo kwamba labda utaweka video call au kama wanazungumza na simu. Hakuna simu wakati huo, lakini anaonyesha vitu ambavyo wengine walikuwa hawavioni hivyo, bali ilipatikana huko huko sehemu za Misri. Amr bin As alipopelekwa Misri kama gavana kule, wale watu wa Misri, ilikuwa ile River Nile ikifura inatishia mpaka watu wengine walikuwa hubidi wahame kwa kuogopa mafuriko wasije wakaangamizwa. Sasa ilikuwa wao wana kaida ya kishirikina, ule mto ukifura wanatafuta msichana bikra, wanaenda kwao kwa wazazi wao, wanamridhisha chochote anachotaka, wanampa ili wapewe yule msichana. Akishapatikana anachukuliwa yule msichana, anatiwa katika ule mto kama kafara, anapewa ule mto ni kafara. Ndivyo walivyokuwa wakifanya, wakiamini kwamba mto ulikuwa naacha kufura na hautoleta balaa na maangamivu. Sasa Amr bin As alipokuwa kule akayaona yale watu, akamwambia hapa kuna kadha kadha. Sasa tufanye hilo. Amr bin As akawaambia Waislamu wa Misri, hadha la yakunu abadan fil Islam, haya mnaotaka nyinyi hayawi kabisa katika Uislamu. Hatuwezi kufanya ushirikina kama huu na dhulma kama hii. Sasa mto huu unafura, tutaangamia. Amr bin As akawaambia ngojeni, akamtuma mtu mmoja akampelekea barua Umar bin Khattab yuko Madina, akamwambia mpelekeo Amirul Mu'minin. Barua ilipomfikia Umar bin Khattab, alipoisoma Amr bin As amuelezea mambo yanayofanywa huku Misri ya ushirikina. Sasa je, watuambiaje? Mimi akatalia.
Umar bin Khattab akamwambia umefanya vizuri sana kuwakatalia. Hapo anaandika barua yake akimfahamisha hayo kwamba umefanya vizuri sana kumkatalia. Kisha baada ya hapo akaandika barua, ndani ya barua ile akatia kijikadi ndani kidogo. Kile kijikadi akaandika maneno yanayofuata: min Abdillahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila naili Misr. Hii barua imetoka kwa mja wa Mwenyezi Mungu Umar bin Khattab na ipelekea kwenye mto wa Misri. Sasa akawa anauambia ule mtu wa Misri. Anauambia vipi? Anauambia, wewe mtu, in kunta tajri biqibalik, ikiwa wewe unaenda na kutembea unajiendesha wewe mwenyewe, hakuna anayekuendesha, fala tajri, basi endelea kufura na kutishia watu mpaka ufanye unavyotaka. Kama ipeleka mwenyewe, hakuna anayekupeleka. Wa in kunta, lakini ikiwa wewe tajri, unatembea biqudratillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, huwa alladhi yujrik, yeye ndiye anayekupeleka wewe ukatembea. Basi mimi nakwambia hivi, as'alullahu alwahidul qahhar, mimi namuomba yule mmoja mwenye nguvu ya kukifanyisha anachokitaka. Nakwambia, wacha kutisha watu, funguka, nenda ufunguke. Amr bin As akaichukua ile kadi akaitupa kwenye mto ule mto. Ile kadi ilipoingia pale ulisikiliza maneno, ukafunguka ukaenda. Tizama watu hao walikuwa watu na gani. Leo nikikuhadithia haya yaweza kusema shekhe bana umezidi, punguza bana, nyingine nkali sana haziingii katika akili yetu. Hizi ndugu zangu zilifanywa na karama ya ikhlasi zao walivyokuwa nazo hawa watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hakukote kuwazungusha, ni kwamba tukiwa na ikhlas katika kukabiliana na mwezi huu unaokuja biidhnillahi Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha, atatupa nguvu, atatupa vile vile yale mazuri yanayotakiwa kufanywa katika mwezi huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa taufiki. Na mimi namuomba na nakariri tena kwa mara ya mwisho, na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubakishe salama salimin, atupe afya njema, na wale ambao Mwenyezi Mungu amewajaribu kwa mitihani ya maradhi mbalimbali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye waliyu dhalik wa qadirun ala dhalik, ndio muweza awape shifa vile vile, la wao vile vile wawe pamoja nasi katika kufunga mwezi huu kwa afya njema na kutarajia mema na thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfir.